Juma Shabani kutokea kule mitaa ya Chamazi, matajiri wa Chamazi, nasemekana kwamba ndoa ya kocha mkuu wa kikosi hiko cha Azam kwa maana ya Flora Ibenge, ndoa yake na Azam FC na kwenda kumalizika mwishoni mwa msimu huu, na mpaka sasa hivi kocha amesitisha mazungumzo ya kuongeza mkataba na klabu hiyo. Ibenge bwana ni moja kati ya makocha watano wanaowania nafasi ya kufundisha timu ya taifa ya Mali. Sasa nani muathirika zaidi kwenye hili, ni Azam ama ni Ibenge? Mbona unaonea Azam bwana? Kuna kitu kimoja Betha. Azam tamnukuu Zaka alishaye kusema kauli ya kwanza. Meneja habari au mkuu wa idara? Mkuu wa idara. Ni mkuu wa idara. Yes, mkuu wa idara ya habari na mawasiliano ya klabu ya Azam FC. Alishaye kuzungumza akasema kwamba Azam itaanza kuchukua ubingwa baada ya miaka mitatu. Kipindi hicho ndo anamsajili Yusuf Dabo. Msimu wa kwanza tuliona Dabo alichokifanya, sio? Msimu wa pili Dabo aliishia katikati. Baada ya hapo akafanya mabadiliko. Katoka Dabo nadhani aliingia Rashid Taus ambaye akaja akamaliza season. Baada ya hapo, baada ya kumaliza season amekuja Flora Ibenge. Tunazungumza huu msimu wa tatu kwenda wa nne. Kitu ambacho hatukiona hicho ambao Zaka alituahidi. Yes. Ile misimu kwa sababu ilipita misimu miwili Azam pasipo kuchukua ubingwa. Walionyesha nguvu kubwa walivyoishia kwenye ligi katika upande wa nafasi ya pili katika upande wa msimu huo. Baada ya hapo nikaja nikamsikia tena Zaka akizungumza kwamba Azam wanashindana na kesho yao. Yaani kesho yao ndio inaowasumbua nani? Azam FC. Kwa hiyo ukiangalia kwa Yusuf Dabo ilikuwa ni timu ambayo inaanza kutengenezwa tena upya. Ilikuwa inatengenezwa timu pia ushindani. Na of course kila mmoja aliona Azam ya Yusuf Dabo. Na mimi hata ukiniuliza miongoni mwa makocha bora ambao nishawahi kuwashuhudia ndani ya Azam FC, mmoja hapo nitakwambia ni Yusuf Dabo. Anakuja Ibenge. Nadhani project ya Azam pia ni kuhakikisha sasa tunaenda kiushindani. Tulikuwa na Dabo ambaye alituonyesha kwamba inawezekana. Kuna sehemu sisi tukafanyaje tukafikia. Amekuja Ibenge, tumeona pia hiyo nguvu namna ambavyo alivyo, kwa sababu Ibenge ameifikisha Azam kwa mara ya kwanza kwenye historia kufika kwenye upande wa hatua ya group stage. Azam ilikuwa inaishia hatua ya kwanza na hatua ya pili, lakini Ibenge ameweza kuzicheza hizo hatua zote kwa maarifa makubwa, mbinu kubwa. Tumeona Azam FC kwa namna ambavyo ilipoishia. Azam wamekutana na competition ya game ngumu sana kwenye upande wa group stage. Wamecheza dhidi ya Wydad. Kila mmoja alikuwa na matarajio yake, lakini morali ya wachezaji, kitu alichokuwa anakizungumza Mkenge kwamba kuna namna mchezaji ukimtajia kwamba tunaenda kukutana na timu kubwa, kuna namna ambavyo hahitaji motivation yeye mwenyewe, kuna game yenyewe inampa hamasa mchezaji. Kwa hiyo naamini kuna kitu ambacho Ibenge amekijenga. Kitu pekee ambacho Ibenge amekuwa nacho ndani ya msimu huu ni kuwapa nafasi vijana kutokea kwenye upande wa Team B. Hiyo ile progress ambayo Azam walikuwa wanaiwekeza kwenye upande wa Team B. Unapomtoa Ibenge, anapokuja kocha mwingine, inawezekana asiwe muumini wa vijana. Akawa ni muumini tu wa kutumia mapro. Kitu ambacho kina baadhi kina Ashraf na wengine unaenda zaidi kwenda kufanyaje? Kwenda kuwaua. Kwani ilikuwa vipi kwa upande wa Mwalimu baada ya kuwapandisha baadhi ya vijana? Kuna Tex Evans walipanda, lakini baada ya kuondoka hata huyu Twalibu mwenyewe yes, wakaja wakapelekwa wote KMC. Angalia Mwalimu baada ya kuondoka wale wachezaji na sio akapelekwa yeye alikuwa KMC. Yes, aliwaomba. Lakini wamefika kule tayari tabia ishabadilika na sio wale tena ambao aliowapandisha na kwenda kufanya nao tena kazi. Kwa hiyo wasiwasi wangu mkubwa kwenye haya matumizi ya Ibenge kuwatoa vijana sehemu moja kuwapeleka sehemu nyingine. Lakini ukimwangalia pia Ibenge na Azam, huioni kama ni future ya muda mrefu. Ibenge ni kocha mkubwa, lakini kuna namna nahisi wanakinzana kwenye haya mafanikio. Ibenge inawezekana ana ndoto kubwa, lakini Azam inavyoonekana haina hizo ndoto kubwa ambazo yeye anaziwaza. Na ndio maana unaanza kuona pia hata matamanio yake anaona bora aende kwenye pande wa timu za taifa. Hata Azam wakati wanamscout Ibenge kuna kitu ambacho walichokiona. Kama Ibenge yuko na Al Hilal ambayo Sudani kule kwenye vita muda wote. Yaani leo haina hata uwanja. Yes. Ina maama. Yes. Leo Al Hilal watatuma maombi waje ashiriki ligi ya Tanzania, kesho Uganda, kesho wapi?
wakaona kama yuko hivi na bado anasumbua hivi, vipi tukimpa makazi ya kudumu, kwamba bwana wewe timu yako ije hapa, hamna vita, kuna amani, itakuwaje? Lakini matarajio naamini yamekuwa ni tofauti. Benga itakuwa awe mshindani zaidi kwenye upande wa ligi, lakini ukiona hicho kitu Mkenya na kilichowafanya yani kilichotokea mpaka unasema hivyo, mzee wangu, Azamu ina sare nyingi. Sare nyingi. Yani kuna mechi ya Azamu anadondosha pointi, yani unashangaa, sio kwa kuwavunjia watu heshima. Sare kusema sare dhidi ya Yanga, unasema sare dhidi ya Simba sare. Mzee wangu, Azamu inatoa sare na Mbeya City. Azamu inatoa sare na Mbeya City silimfunga Azam kwenye michuano ya FA ile msimu wa nyuma. Kwanza kushangaa mechi ambazo wanapaswa kushinda kupunguza gap ya pointi baina yao dhidi waliokuwepo juu, Azamu anapata sare. Na mwanzo sasa nilikuwa na mashabiki kwa sababu ngoja mimi wacha inyeshe tuone panapovuja. Azamu kuchukua ubingwa wa Tanzania, achana hizi mechi kubwa, sijui Simba Yanga, wewe achana nazo. Wewe unapaswa kudili na hizi mechi za mid table team, sijui Fountain Gate, sijui Mbeya City, sijui nani wale Prison, sijui nani Dodoma Jiji, sio mashindano huko ndo kurahisi. Lakini unakuta Azamu leo hii anadondosha pointi, labda anapata sare dhidi ya Mbeya City, anapata sare dhidi ya Fountain Gate. Mzee wangu akiambia bwana leo ana mechi na Yanga au Yanga utawatafuta. Twende tukatazame kwa kimataifa. Abdul Mkenge, hapo tuweke nukta, tumwachie mtazamaji yeye pia